Tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025, Wizara ya Katiba na Sheria imekabidhi vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kwa Jeshi la Magereza. Akiongea katika tukio hilo lililofanyika katika ofisi za Wizara ya Katiba na Sheria jijini Dodoma, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara hiyo ya Katiba na Sheria Dr. Franklin Rwezimura amekuwa na haya ya kusema. Wizara ya Katiba na Sheria leo nimekabidhi vifaa kwa niaba yao. Mtakumbuka Jumatatu tarehe 16 mwezi wa 6 tulipokuwa tunazindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia au Mama Samia Legal Aid Campaign pale Mbagala, Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye alikuwa ni mgeni rasmi alikabidhi rasmi vifaa kwa ajili ya Jeshi la Magereza ambavyo tumevinunua wizarani. Sasa leo ndo tunakabidhi seti 30 kabisa zote kwa Jeshi la Magereza, na haya ni matokeo ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia au Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo ilianza mwaka 2023 Aprili, na mojawapo ya maeneo tuliyoyatembelea au ambayo tumeyatembelea ni Jeshi la Magereza, na mambo ambayo tuligundua ni pamoja na Jeshi la Magereza kutumia muda mwingi kusafirisha baadhi ya wafungwa kuwapeleka kwenye kesi. Lakini tutakumbuka pia serikali ya awamu ya 6 inasisitiza kuwekeza kwenye teknolojia, na Wizara ya Katiba na Sheria tuko kinara kwenye matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo tukaona mojawapo ya kutatua changamoto iliyopo magerezani ni kutoa seti 30 ambazo zitatumika magerezani, na hii inaendana na lengo la serikali kwamba sasa hivi tuende kwenye teknolojia. Tutakumbuka kwamba mahakama ya Tanzania imewekeza sana kwenye teknolojia. Wadau wakuu wa mahakama ni magereza. Kwa hiyo magereza wasipokuwa na vifaa vya teknolojia ni kama kukwamisha juhudi za serikali. Kwa hiyo tukaona bora na magereza twende kwenye upande wa teknolojia. Kwa hiyo niwashukuru Jeshi la Magereza, wamekuwa ni wadau muhimu, tunashirikiana nao kwenye mambo mengi na tutaendelea kushirikiana nao. Kwa hiyo kwa niaba ya wizara nina imani vifaa hivi vitatumika na vitatusaidia kupunguza gharama na kuongeza ufanisi katika utendaji wa kazi za magereza. Asanteni sana na karibu sana. Hii ni wizara yetu. Asante. Naye kwa upande wake, Kamishna wa Sheria na Uendeshaji wa Magereza CP Nicodemus Tenga, wakati akipokea vifaa hivyo kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza pamoja na mambo mengine, ameelezea umuhimu wa vifaa hivyo katika jeshi. Katika Jeshi la Magereza, shughuli hii ya mahakama mtandao ilikuwa ipo katika magereza yetu 66 kati ya magereza 129 ambayo yapo. Tulikuwa tuna upungufu wa magereza 63 ambayo yalikuwa hayana vifaa vya mahakama mtandao. Kwa hiyo kwa sasa msaada huu wa vifaa hivi seti 30, maana yake tunaenda kuongeza wigo wa vituo vya magereza kutoka vile 63 ambavyo vilikuwa navyo, 66 ambavyo vilikuwa navyo, na sasa hivi tutakuwa na vituo 96 ambavyo vitakuwa na huduma ya mahakama mtandao. Na vifaa hivi, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, vinaenda kutumika kwa namna mbili. Cha kwanza kabisa, wote tunajua kwamba kwa sasa hivi kesi nyingi hasa zile za rufaa zinaendeshwa kwa kutumia mfumo wa mahakama mtandao. Kwa hiyo zile kesi za rufaa pamoja na kesi nyingine kadri ya mahakama ambavyo itakapokuwa inaelekeza zitaanza sasa kuendelea kusikilizwa. Yaani wahusika ambao wako ndani ya magereza badala ya kusafiri kwenda katika zile majengo ya mahakama, huduma hiyo inapatikana kwenye eneo lile la gerezani. Kwa maana kwamba kwa sasa inaongezwa ile wigo wa utoaji wa haki unaenda kuongezeka. Kwa sababu kwa hapa, kama magereza tulikuwa na changamoto ya ubovu wa gari, kama magereza kulikuwa na changamoto yoyote ile ambayo ilikuwa ingetuzuia mahabusu au mfungo kupelekwa mahakamani, kwa sasa hivi kwa sababu tunakuwa na hii backup system ya mahakama mtandao, hakuna haja tena ya kuahirisha ile kesi kwa sababu ya changamoto iliyotokea ndani ya magereza. Badala yake mahakama inaweza kututumia ile linki ya kuendesha kesi
na ile kesi haki ya yule mtu ikasikilizwa ndani ya wakati. Lakini tuna mahakama nyingine ambapo kuna wilaya zaidi ya 50 ambazo hazina mahakama. Kwa maana yake kwamba hata kama ni shauri limefika mahakamani kwa dharura na mahabusu yuko gerezani, ambapo ilikuwa labda ni kilomita labda 100 kutoka kwenye sehemu gereza iliyopo, kwa sasa hii huduma inaenda kuondoa hiyo changamoto. Mahakama inaelekeza tu magereza kusikiliza kesi hiyo kwa njia ya mtandao, na haki ya yule mahabusu au mfungwa inapatikana ndani ya wakati. Lakini kubwa zaidi ni kwenye swala la gharama za uendeshaji, hasa kusafirisha mfungwa au mahabusu kutoka gerezani kwenda mahakamani. Wote tunafahamu kwamba magereza wako wafungwa ambao wako katika maeneo mbalimbali. Sasa mfungwa anawezekana amehamishwa kutoka Mwanza, yuko Mtwara, kesi yake rufaa inasikilizwa katika mahakama kuu iliyoko Mwanza, mfungwa yuko Mtwara. Kwa sasa hivi jeshi la magereza litawajibika tena kumsafirisha yule mfungwa kutoka kule Mtwara ambapo alikuwepo kulingana na kategori ya yule mfungwa, aina ya yule mfungwa. Kwa hiyo sasa hivi gharama ile ya kumsafirisha kutoka Mtwara kwenda Mwanza, kwenda pale kwa mahakama kuu Mwanza, inakuwa imeepukika. Lakini wale watumishi ambao walikuwa ni wasindikize yule mfungwa kutoka Mtwara kwenda Mwanza, lakini pia changamoto za kiusalama na hizo zote zile ambazo zingejitokeza barabarani kutoka Mtwara kufika Mwanza zinaenda kuepukika. Na hili inakuwa kidogo sio kidogo, kwa asilimia kubwa inaenda kulipunguzia jeshi la magereza na serikali gharama za uendeshaji, hasa kupeleka na kuwarudisha wafungwa na mahabusu magerezani. TEHAMA ni msingi wa taifa endelevu, itumie kwa usahihi na uwajibikaji. Teknolojia ya habari na mawasiliano itumike vyema, itumike kwa maendeleo. Usitumie TEHAMA kwa uchochezi, kwa habari zisizo na uhakika.